kutoka sera hadi utekelezaji, kuimarisha ubora katika sekta ya usafiri majini. Ndugu wageni walikwa, mabibi na mabwana, kipekee napenda kumpongeza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma, viongozi wote wa mkoa wa Kigoma, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Kigoma pamoja na wananchi wote wa mkoa wa Kigoma kwa kukubali kuwa wenyeji wa maadhimisho haya mwaka huu. Aidha, napenda kuzipongeza wizara za uchukuzi pande zote mbili za muungano, TASAC na ZMA, na wadau wote wa sekta ya usafiri majini kwa maandalizi mazuri yaliyowezesha maadhimisho haya kufanyika kwa mafanikio makubwa. Hongereni sana. Ndugu mabaharia, mabibi na mabwana, napenda kutumia fursa hii kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha baharia wetu wa Tanzania marehemu Mchama Maregesi Mungu aliyeshambuliwa na kupoteza maisha tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu katika mlango wa bahari ya Hormuz akiwa kazini katika tugboat ya Volans. Tukio lilotokea ambalo lilikuwa la kusikitisha na hatari na linatukumbusha changamoto mbalimbali zinazowakabili mabaharia wetu. Kwa heshima yake ninawaomba sana, na kwa heshima ya mabaharia wote waliopoteza maisha yao katika majukumu yao katika maeneo mbalimbali duniani, ninaomba sasa tusimame kwa dakika moja ili tumuombe Mwenyezi Mungu. Amin. Ndugu mabaharia, mabibi na mabwana, leo tarehe 25 Juni dunia inaungana kuadhimisha siku ya mabaharia duniani kwa kutambua mchango mkubwa wa mabaharia katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu na taifa na dunia kwa ujumla. Zaidi ya 80% ya bidhaa za biashara yote duniani husafirishwa kwa njia ya maji. Hapa Tanzania, kama alivyosema mtendaji mkuu wa TASAC, 90% ya mizigo yetu yote yanapita bandari ya Dar es Salaam. Hii ina maana kwamba mabaharia ndio muhimili unaohakikisha bidhaa, chakula, nishati, madawa, vifaa tiba na malighafi mbalimbali zinawafikia wananchi na soko kwa wakati. Bila ya kazi yao kubwa wanayofanya, mahitaji haya yasingaliweza kufika sokoni kwa wakati. Licha ya changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwemo kukaa mbali na familia zao kwa muda mrefu, mazingira magumu ya kazi, hali mbaya ya hewa na hatari za kiusalama, bado wanaendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, uzalendo na kujitolea. Hongereni sana mabaharia wetu. Leo tunatamka kwa sauti moja kutoka Kigoma hadi bahari ya Hindi, kutoka ziwa Tanganyika hadi masoko ya dunia kwamba mabaharia ni mashujaa wa uchumi wa dunia, walinzi wa minyororo ya usafirishaji na fahari ya taifa letu na dunia kwa ujumla. Tunaamini, na ndivyo ilivyo, bila mabaharia biashara ya dunia isingalisimama. Bila mabaharia bidhaa muhimu zisingaliwafikia wananchi kwa wakati. Baharia ndio nguzo ya usafirishaji duniani kote, hivyo mchango wao ni mkubwa kuliko wengine wanavyouona na unastahili kuthaminiwa na kuheshimiwa wakati wote. Mabaharia mnafanya kazi kubwa kukuza uchumi wa dunia. Ndugu mabaharia, mabibi na mabwana, kauli mbiu ya mwaka huu inatambulisha kwa mafanikio ya sekta ya usafiri majini hayaji kwa kuwa na sera mzuri, bali yanatokana na utekelezaji wake kwa vitendo. Utekelezaji huo unapaswa kuongozwa na sheria, kanuni na mikataba ya kimataifa
inayolinda haki, usalama na ustawi wa mabaharia, ikiwemo mikataba ya Shirika la Kazi Duniani, Shirika la Kimataifa la Usafiri Baharini ambayo Tanzania imeridhia. Kwa msingi huo, serikali na wadau wote wa sekta hii wanapaswa kuendelea kulinda haki za mabaharia, kuboresha mazingira yao ya kazi, kuwekeza katika mafunzo na maendeleo ya taaluma zao, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuhakikisha mabaharia wetu wanakuwa salama wakati wote, wenye motisha na wenye ushindani katika soko la ajira duniani. Ndugu mabaharia, mabibi na mabwana, tunapoadhimisha siku hii muhimu, ni vyema pia kutambua uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya bahari, kuboresha huduma za bandari, kuboresha huduma za usafiri majini, kuongeza usalama wa vyombo majini, kuimarisha usajili wa meli na kuboresha mafunzo ya mabaharia ili kuongeza fursa za ajira.